Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatatu ya tarehe 17 mwaka 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 April. Siku ya leo, kamwe usiruhusu nafsi yako kitawale moja kwa moja, kwa vile utakuwa ni mtu mwenye hasira fulani ambazo chanzo chake kikuu ni stress. Mipango inaweza isiwe sawa leo, licha ya kuwa maelezo yamenyooka vyema katika kazi yako. Unaweza usihusike moja kwa moja katika usaidizi wa mtu fulani kwako. Hivyo basi, nyota itakuficha katika kosa lolote leo. Utaonekana ni mwema sana, hata kupewa baadhi ya majukumu ya jamii au kundi fulani. Walakini, utakuwa na mambo mengi sana leo. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Usaidizi wa mtoto mdogo leo utakuhusu kwa 75%. Licha ya uongozi wako kutokukupa nafasi ya kwenda mbali na sehemu unafanyia kazi leo. Bahati ipo nje leo, kwa vile hautapoteza pesa aina yote ile kwa bahati mbaya, isipokuwa utaingiza pesa na pia utapendelea upishi uliokuwa mzuri sana leo. Hakika yako utajipenda vizuri sana kupita maelezo rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Moyoni mwako ni kwenye kauli mbili leo, hasa maneno ya jumla katika kutekeleza majukumu yako yanahusu maendeleo. Ni mwenye kujiuliza maswali mengi sana, ambayo majibu yake yanakuwa mengi zaidi ikiwa na maana zaidi ya moja. Leo utaweza gundua baadhi ya madhaifu yako na kujitathmini pia. Utatamani uelekee sehemu ya mbali, kufuata lile nafsi yako inapenda, utulivu na amani. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Siku ya leo unaweza kumkaripia mtu fulani hasira. Utapata faida ikiwa unahusika katika kuuza au kununua, na mwisho wa yote ni mwema. Safari fupi leo zinazohusu kutafuta maisha zitakuwepo, na hata kuhitajika na watu wa familia yako pia kutakuwepo. Uwepo wako katika jambo fulani la maendeleo ya pamoja ndiyo chachu ya kutimia jambo hilo. Mpaka ifikapo jioni utagundua kitu fulani katika mwili wako kuwa hakipo sawa. Basi ikidhihiri hali hiyo, elekea katika sehemu ya afya iliyo karibu nawe rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Unaweza leo ukawa na moyo wa kipekee sana, ambao ni wa kifalme, ikiwa na maana kazi zilikuwa hazina maslahi au maslahi ya chini zaidi utazikataa. Na pia unaweza kera hafla leo, hasa na mwenza wako, ila upande wa watu waliokuzunguka ni salama kabisa. Pesa zitaingia kwa njia nzuri sana, na unaweza usijue uhalisia wa jambo fulani, ila utafunua kinywa chako na kudodosa baadhi ya maneno usio na uhakika nayo, au maneno ambayo una elimu nayo kidogo sana rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold na orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo. Hii
Ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Ikiwa labda wewe ni mfugaji au mlimaji, basi siku ya leo itakuwa 50 kwa 50. Hivyo basi tafuta njia mbadala ya kuingiza kitu leo au hata katika matayarisho yako na jamii katika jambo la pamoja. Usishiriki kwa 100%, jitahidi uwe na mwisho au uwe wa mwisho au wakati au usishiriki kabisa. Sio kila salama ndio salama, hapana. Bali hatari nyingine pia huwa salama kwa mtu fulani katika wakati fulani. Upande wa pesa ni wastani rafiki, jitahidi utoe kitu kidogo kuwapa wengine leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni Sapphire au Carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Unaweza kuwa na mtazamo hasi leo, hasa katika jambo ambalo hujajua mwisho wake. Dhamira wengine ni bora, pia jitahidi kuona maono ya wengine ni bora, kwani nawe pia maono yako yataheshimiwa. Ambacho kinaweza kuvusha leo katika njia nyembamba sana ni ukaribu wako na watu wengine. Utafanikiwa kukamilisha deal ambalo ulishirikishwa kwa 1% fulani, ila usiamini ahadi yoyote ile hadi pale itakapokamilika. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Siku ya leo unaweza epukana na hatari fulani kwa vile tu ni fadhila za wema uliofanya siku za nyuma, ikiwa na maana wema hauozi. Shabaha yako leo kwa mtu fulani itakuwa nzuri kabisa. Hivyo basi unaweza pata kitu chochote kile kwa shabaha moja. Utafikiana katika makubaliano ya jambo fulani na kikundi, ila mazingatio yenu yatakuwa madogo sana. Utapata bahati ya kumpenda fulani leo na kutafuta njia kuwasilisha huo ujumbe wa mahusiano rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Siku ya leo heshima itakutawala baada ya mtu mmoja kumuona akiwa katika step ya juu kabisa. Na pia unaweza fikiria namna kujenga familia yako upya leo. Inakatisha tamaa baada ya kuona baadhi ya watu wakiwa hawana nia njema na watu wengine kisa ni chuki zao tu. Ukweli ni pale unapochukua kitu chako kikiwa mikononi rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Umahiri katika kazi zako na hata kuzifanya kuwa katika usafi wa hali ya juu utatendeka leo. Wakati wa mchana utashiriki na kikundi fulani katika jambo la jamii. Utaweza thibitisha baadhi ya kauli za mwenzako leo. Upande wa pesa ni wastani na mwisho ni mwema. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Shaka juu ya jambo jipya la pamoja itakuwa juu kwa vile jambo bado halijakamilika. Taarifa nyingi za kushtukiza huenda zikatokea leo na mwisho wake ni mzuri rafiki. Utahusika moja kwa moja
pamoja leo. Katika upande wa kusafisha baadhi ya sehemu zilikuwa safi, na hakikisha pembezoni ndio pa muhimu zaidi katika usafi, ikiwa na maana katikati kuna tabia kujijali yenyewe. Upande wa afya unahitaji mazingatio makubwa. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Matarajio ya watu wengine yatalega wakati hutaki kuwakatisha tamaa watu unaowapenda. Pia hutaki kupuuza mahitaji yako mwenyewe ili tu kuwafurahisha watu wengine. Mzozo fulani unaweza kuepukika, lakini pia kuna uwezekano kwamba unakuwa hatua kwa hatua kwa sehemu kubwa. Matarajio ya wengine ni si magumu kama unavyofikiri. Sema pesa ndiyo kipaumbele chao. Watu wanakupenda, wanataka uwe na furaha, kwa hiyo usiruhusu uamuzi wako kukukwaza wewe baadaye. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade na aquamarine. Kama kawaida, tukiendelea katika upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Kama kawaida, tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 hadi saa 6 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 na nusu hadi saa 10 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7 hadi saa 9 na nusu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 11 na nusu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2 hadi saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 1 ya usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 2 za usiku. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni pale tu uamkapo hadi jua litapokuwa katika usawa wa kichwa chako. Ulikuwa nami Salil Habshi, na bye bye.